This is Sponsor Podcast. Moja kati ya issues ambazo ni very sensitive ni hii issue ya Humphrey Polepole ambaye hivi karibuni zilizagaa taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kutekwa kwake, na hii inachagizwa na alichokuwa kikifanya kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kikielezwa kwamba kinakiuka baadhi ya sheria za nchi ya Tanzania. So imekuwa ni muda mrefu sasa, nafikiri napata kama inaenda wiki na hakuna chochote ambacho kinaendelea na hakuna taarifa yoyote ambayo inazungumzia sakata hilo la kutekwa kwa Humphrey Polepole. Mwanzoni kulikuwa na taarifa za kwamba polisi wanafuatilia kinachoendelea, lakini so far hakuna taarifa yoyote ambayo imeendelea kutolewa kuhusiana na kile ambacho kimedaiwa kwamba jamaa ametekwa. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wanadai kwamba jamaa hakutekwa na amejiteka mwenyewe, na hizi swala kujiteka mwenyewe pia linazungumzwa sana na polisi kwamba watu wengine wanakuwa na msongo wa mawazo, wanakuwa wanahitaji kutrend, wanahitaji kupata vitu fulani, kwa hiyo anaamua jiteke wenyewe. Sio issue ya kuipuuzia kabisa, lakini kutokana na mazingira ambayo Humphrey Polepole alikuwa nayo, nafikiri inahusishwa moja kwa moja na issue ambazo alizokuwa akizizungumza dhidi ya watu ambao walikuwa wakiwalalamikia ambao ni serikali. Kwa hiyo kaka yake aliweza kuingia live ama picha mjongeo ya live ambayo ilikuwa ina trend mitandaoni hivi karibuni kuhusiana na kutekwa kwa ndugu yake, na yeye mwenyewe amedai kwamba sasa hivi kuna kama matukio ya sintofahamu kwenye familia yao kutokana na haya matukio kuendelea, kwamba familia yao inafuatiliwa na nini na vitu vingine kama hivyo, na akatoa onyo kwa watu ambao amewataja kabisa kwamba wanafuatilia familia yao na vitu vingine kama hivyo. Lakini tunajiuliza, na juzi kati hapa tulikuwa kuna kesi imefunguliwa Mahakama Kuu ya kudai kwamba sasa ilikuwa ni kesi gani, ni kuhusu wakili wa Polepole anaitwa Peter Kibatala, si ndio? Peter Kibatala aliweza kupeleka shauri la kutekwa kwa Humphrey Polepole Mahakama Kuu na lilianza kusikilizwa rasmi. Lakini kuna point ambayo tunajiuliza kwamba hawa Chadema au watu ambao ni wa upinzani wanafaidika nini na Humphrey Polepole? Yaani ndio swali ambalo nilikuwa najiuliza mimi kwenye akili yangu, na pia baadhi ya watu ambao nimekumbana nao kwamba wao wanafaidika kitu gani na Humphrey Polepole. Kwa nini ili jambo kama wamelivaa kama wao ndio wahusika, as kama huyo mtu ni labda ni mwema sana kwao au ana muhimu sana kwao na vitu vingine. Lakini nikaja nikagundua ni kwamba kwa sababu wao wako kwenye agenda ya kupinga, kwa hiyo mtu yote anayepinga anakuwa ni rafiki yao bila kujali itikadi ya vyama wala dini au kabila. Kwa hiyo inawezekana Polepole anaweza akawa amewapa nguvu zaidi kwa sababu yeye ametoka kule ndani, kwa hiyo wao nao akawa anamsupport. Lakini sasa nataka pia nilikuwa na jaribu kufikiria kwamba kuna makubaliano, kuna mawasiliano baina yenu kwamba bana Polepole 1 2 3 sisi tunapinga na wewe pia unapinga, kwa hiyo tuwe kitu kimoja. Mimi naona kila mtu alikuwa anafanya mambo yake. Polepole alikuwa na baruza kivyake na nyinyi wapinzani mlikuwa mnabaruza kivyenu. Kwa hiyo mimi naona kama ni kila mtu alikuwa anacheza game yake, na sijaona kama Polepole alizungumzia sana masuala ya upinzani, lakini yeye alikuwa anazungumzia tu masuala ya kimaendeleo. Yani alikuwa anatoa tu ule ushauri ambao serikali inabidi ifanye ili kuinua ajira kwa vijana na nini, kufanya mambo ya katiba na nini. Hakusema kama ana interest na masuala ya upinzani au anaunga mkono hiki ambacho kinaendelea sasa hivi. Kwa hiyo bado ngoma ni mbichi, lakini tusubiri tuone kitakachoendelea kwenye issue hii ya Humphrey Polepole. Wewe kwa mtazamo wako unahisi Chadema anafaidika nini
ama watu wa no reform wanafaidika nini na Polepole mpaka kulivalia njuga kiasi hiki hili jambo. This is Sponsor Podcast.